Fikiria mtu anayeheshimiwa, kiongozi wa dini kule Yerusalemu, mtu aliyejitolea maisha yake kujifunza maandiko na kufuata kwa uangalifu sheria ya Musa. Huyu alikuwa Nikodemo, Mfarisayo na pia mwanachama wa baraza kuu la Wayahudi linaloitwa Sanhedrin. Jina lake ambalo lina maana ya mshindi wa watu lilionekana kufaa sana kwa nafasi yake. Hakuwa tu mwalimu wa sheria, bali pia kioo cha maadili na akili kwa watu wa Israeli wakati huo. Mafarisayo walijulikana kwa kushikilia desturi na jitihada zao za kulinda utambulisho wa Kiyahudi mbele ya ushawishi wa Warumi. Walitafsiri maandiko kwa umakini mkubwa na waliamini kwamba kufuata sheria kwa ukali kulimfurahisha Mungu. Nikodemo alikuwa sehemu ya kundi hili, lakini tofauti na wenzake wengi, ndani ya moyo wake kulikuwa na kiu na mashaka. Jina la Yesu lilianza kusikika kote Uyahudi. Mafundisho yake hayakupinga tu desturi, bali pia yalifuatwa na ishara na miujiza. Wengi wa Mafarisayo waliona haya kama tishio, lakini Nikodemo hakuweza kupuuza. Habari za vipofu kuona, viwete kutembea na wenye dhambi kubadilishwa ziliamsha udadisi wake. Ni nani huyu mtu aliyenena kwa mamlaka makubwa na kufanya mambo yasiyopingika? Viongozi wengi wa dini walimkataa Yesu, wakimshutumu kwa kukufuru na kuvunja mpangilio uliowekwa. Lakini Nikodemo hakuamini kwamba Yesu ni mdanganyifu. Kulikuwa na kitu cha kipekee ndani yake. Lakini kumkaribia Yesu hadharani kulikuwa hatari kubwa. Heshima yake, nafasi yake na hata usalama wake vingehatarishwa. Kwa hiyo alichukua uamuzi wa ujasiri, angemtafuta Yesu, lakini kwa siri, usiku wa manane. Wakati mji umelala, Nikodemo alitoka nyumbani kwake, akiongozwa na mashaka na tamaa ya dhati ya kujua ukweli. Alikuwa karibu kupata mazungumzo ya ajabu sana katika historia ya wanadamu. Mitaa ya Yerusalemu ilikuwa kimya, upepo wa usiku pekee ndio ulivuma kati ya majengo ya mawe. Nikodemo, akiwa amejifunika kwa vazi lake, alitembea taratibu gizani. Moyo wake ulidunda haraka, si kwa hofu ya kuonekana tu, bali pia kwa matarajio ya kukutana na Yesu. Kwa nini Nikodemo alichagua usiku? Pengine aliogopa kuonekana na wanachama wenzake wa Sanhedrin. Ikiwa wangejua anakutana na mtu waliomuita mdanganyifu, angepoteza heshima na nafasi yake. Lakini pia usiku ni muda wa tafakari. Katika kimya, mbali na umati, angeweza kuuliza maswali yake bila usumbufu. Alipompata Yesu, Nikodemo alisema moja kwa moja, Rabi, tunajua kwamba wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi unazozifanya isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yohana mlango wa 3 mstari wa 2. Hii ilikuwa kukiri kubwa. Alimtambua Yesu si tu kama mwalimu, bali pia alikubali kwamba miujiza yake ilitoka kwa Mungu. Hii tayari ilimtofautisha na Mafarisayo wengi waliomkataa. Lakini Yesu hakujibu kwa salamu au pongezi. Alisema kitu kilichobomoa fikra zote za kidini za Nikodemo. Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yohana mlango wa 3 mstari wa 3. Nikodemo alichanganyikiwa. Alikuwa msomi wa maandiko, lakini hii ilikuwa dhana mpya. Anawezaje mtu kuzaliwa tena? Je, aingie tena tumboni mwa mama yake? Akamuuliza Yesu, akijaribu kufahamu maana yake. Yesu akamfafanulia kwamba hakumaanisha kuzaliwa kwa mwili, bali kuzaliwa kwa roho. Mwili huzaa mwili na roho huzaa roho. Yohana mlango wa 3 mstari wa 6. Mazungumzo haya yalipindua kila imani ya Nikodemo. Alidhani kwamba kwa kuwa Myahudi na mtii wa sheria, hiyo ilitosha kumfanya sehemu ya ufalme wa Mungu. Lakini Yesu alisema jambo kubwa zaidi lilihitajika, mabadiliko ya ndani yanayoletwa na Roho Mtakatifu. Nikodemo bado hakuelewa. Yesu akaendelea kwa mfano, upepo huvuma popote upendapo, nawe wasikia sauti yake, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Ndivyo ilivyo kwa kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Yohana mlango wa 3 mstari wa 8. Nikodemo akasikiliza kwa makini. Upepo hauonekani, lakini matokeo yake yanaonekana. Vivyo hivyo Roho Mtakatifu hamuoni, lakini anabadilisha maisha. Yesu akamwambia tena kwa kusisitiza,
Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yohana mlango wa 3 mstari wa 5. Nikodemo akashangaa zaidi. Yesu alimwambia wazi kwamba elimu yake, ufarisayo wake au utii wake wa sheria haviwezi kumpeleka kwa Mungu. Ni Roho pekee anaweza kuleta uzima mpya. Yesu akamgeukia na kusema kwa upole lakini kwa kugusa sana, wewe mwalimu wa Israeli, wala hujui mambo haya? Yohana mlango wa 3 mstari wa 10. Nikodemo alipaswa kuelewa maana ya kweli ya maandiko, kwamba ni zaidi ya sheria na desturi, bali ni kuhusu kukutana na Mungu aliye hai. Kisha Yesu akafunua ukweli mkubwa zaidi ambao ungekuwa maarufu katika historia yote. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana mlango wa 3 mstari wa 16. Huu ulikuwa mwanga mpya kwa Nikodemo. Mungu hakuwa tu hakimu wa sheria, bali Baba mwenye upendo. Na upendo huu ulikuwa mkubwa kiasi cha kumpa mwana wake wa pekee kwa ajili ya wokovu wa wanadamu wote. Wayahudi waliamini wokovu ni wao pekee, lakini Yesu alisema wazi, ni kwa ulimwengu mzima. Wokovu ni kwa kila mtu atakayeamini bila kujali asili yake. Yesu aliendelea kusema, kwa maana Mungu hakumtuma mwana wake ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ili ulimwengu uokolewe kupitia kwake. Kutoka mlango wa 4 mstari wa 5 hadi 7. Maneno haya yalivunja mtazamo wa Mafarisayo waliomwona Mungu kama anayeadhibu wenye dhambi na kuwazawadia wenye haki. Lakini Yesu alifunua jambo jipya, hakukuja kuhukumu bali kuokoa. Lakini kulikuwa na sharti moja, yeyote amwaminie hana hukumu, bali yeyote asiyemwamini tayari amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Kutoka mlango wa 4 mstari wa 5 hadi 7. Nikodemo sasa akaelewa kuwa jambo kuu si kufuata sheria tu, bali ni kuamini. Wokovu hauji kwa kutii sheria, bali kwa imani katika yule aliyekuja kutoka kwa Mungu. Kisha Yesu akatoa mfano mwingine wenye nguvu. Hii ndiyo hukumu: nuru imekuja ulimwenguni, lakini watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa maovu. Kutoka mlango wa 4 mstari wa 5 hadi 7. Maneno haya yalimgusa moja kwa moja Nikodemo. Alikuwa amechagua usiku kukutana na Yesu, lakini sasa alihitaji kuamua, atabaki gizani au atatembea katika nuru. Nikodemo aliondoka katika mkutano huo akiwa amebadilishwa, lakini bado hajashawishika kabisa. Alikuwa amesikia maneno yaliyopingana na kila kitu alichowahi kuamini. Yesu alisema wazi kuwa wokovu hautokani na sheria bali kwa imani. Ufalme wa Mungu si jitihada za binadamu, bali ni zawadi ya upendo. Sasa Nikodemo alikabiliwa na uamuzi mgumu: aendelee vipi na maarifa haya mapya? Kwa miaka mingi alikuwa amejenga hadhi yake kama Mfarisayo na mwalimu wa sheria. Nafasi yake katika baraza la Sanhedrin ilimpa heshima na mamlaka. Kama angekiri hadharani kuwa Yesu ndiye mwana wa Mungu, kila kitu kingeanguka. Alijua waliomuunga mkono Yesu walidharauliwa na kufukuzwa. Nikodemo akajikuta katikati ya dunia mbili: upande mmoja heshima na usalama wa maisha aliyoyazoea, upande mwingine ukweli uliochoma moyo wake. Lakini kukumbatia ukweli huo kungemaanisha kupoteza kila kitu. Siku zikapita, jina la Yesu likaendelea kusikika kote Uyahudi. Miujiza yake ilionekana wazi zaidi na watu wakazidi kumpenda. Lakini upinzani wa Mafarisayo nao ukaongezeka. Walianza kupanga jinsi ya kumwangamiza Yesu. Nikodemo akayaona haya kimya kimya, lakini ndani yake moyo wake ulikuwa na mgongano. Alijua Yesu si tapeli, maneno yake yalikuwa na uzima na ishara zake hazikukanushika. Lakini je, alikuwa tayari kulipa gharama ya kumfuata? Mgongano huu wa ndani ulimfanya awe mwangalifu. Hakungana mara moja na wanafunzi wala hakutangaza imani yake hadharani. Lakini kitu ndani yake kilikuwa kimebadilika. Kukutana na Yesu kulipanda mbegu moyoni mwake. Sheria ambayo hapo awali aliona kama hazina kubwa sasa ilionekana pungufu bila neema ambayo Yesu alihubiri. Lakini je, hatua inayofuata ingewezekana? Baraza la Sanhedrin nalo halikuwa na amani.
Uwepo wa Yesu uliwafanya viongozi wa dini wasijisikie salama. Mafundisho yake yalipinga mapokeo yao na miujiza yake ilivuta umati. Wengine walianza kunong'ona kuwa huenda yeye ndiye Masihi. Kwa Mafarisayo hili halikukubalika. Wakati walinzi wa hekalu walitumwa kumkamata Yesu, walirudi mikono mitupu. Walipoulizwa, walijibu kwa mshangao, hakuna mtu aliyewahi kusema kama huyu mtu, kutoka mlango wa 4 mstari wa 5 hadi 7. Mafarisayo walikasirika. Wakawauliza kwa dharau, nanyi pia mmepotoshwa? Je, kuna kiongozi yeyote au mfarisayo yeyote aliyeamini ndani yake? Kutoka mlango wa 4 mstari wa 5 hadi 7. Hapo Nikodemo, ambaye alikuwa kimya, akapata ujasiri wa kuzungumza. Sheria yetu humhukumu mtu bila kwanza kumsikiliza na kujua alichofanya. Kutoka mlango wa 4 mstari wa 5 hadi 7. Hakutangaza imani yake wazi, lakini alisimama kidogo kumtetea Yesu. Hata hivyo, wenzake wakamdharau, nawe pia umetoka Galilaya? Angalia vizuri, hakuna nabii anayekuja kutoka Galilaya. Kutoka mlango wa 4 mstari wa 5 hadi 7. Lakini walikuwa wamekosea, kwa maana manabii wengine walitoka Galilaya. Hata hivyo, upofu wa kiroho uliwazuia kuona ukweli. Nikodemo hakusisitiza zaidi, lakini mioyo ya watu ilianza kuona tofauti yake. Kisha kilichotisha kikafika. Yesu akahukumiwa kifo. Watu, wakishawishiwa na viongozi wa dini, wakachagua kumwachia mhalifu na kumsulubisha mwana wa Mungu. Nikodemo akaona yote kwa uchungu. Moyo wake ukachomwa alipomuona Yesu akibeba msalaba. Yesu akasulubiwa. Mwili wake ukachanika, uso wake umejaa damu. Lakini hakutamka laana, bali akasema, Baba, wasamehe, kwa maana hawajui wanalofanya. Kutoka mlango wa 4 mstari wa 5 hadi 7. Wakati huo, mashaka yote ya Nikodemo yakatoweka. Akajua Yesu si tu mwalimu au nabii, bali ndiye mwana-kondoo wa Mungu aliyekuja kuondoa dhambi za ulimwengu. Baada ya Yesu kufa, Yosefu wa Arimathaya, mwanabaraza pia, akaomba mwili wake kwa Pilato ili aufukie. Nikodemo akaamua kujitokeza wazi. Hakuweza tena kujificha. Akashirikiana na Yosefu kumshusha Yesu msalabani, na akaleta manemane na alozi nyingi kwa ajili ya mazishi, kiasi kikubwa cha kifalme. Hapo hakukuwa na siri tena. Kwa tendo hili, Nikodemo alitangaza hadharani kile ambacho hapo awali aliogopa kukiri: alimwamini Yesu. Hakuwa tena katikati ya dunia mbili. Sasa imani yake ilikuwa na gharama na alikuwa tayari kuilipa. Yule Mfarisayo aliyemtafuta Yesu kwa siri sasa akajionyesha bila woga. Moyo wake uliokuwa umegawanyika hatimaye ukapata jibu. Lakini hadithi ya Nikodemo haikuishia kwenye mazishi ya Yesu. Safari yake ya kiroho, kuanzia usiku wa kwanza alipoongea na Yesu hadi tendo la ujasiri pale msalabani, iliakisi vizuri kabisa mafundisho ya kuzaliwa upya ambayo Yesu alimfundisha. Mwanzoni, Nikodemo alikuwa mtu aliyejifunga kwenye mfumo wa dini. Imani yake ilijengwa juu ya sheria, mapokeo na cheo alichokishika. Alidhani utiifu mkali wa amri ndiyo njia ya kumpendeza Mungu. Lakini alipokutana na Yesu, alielewa kuwa haki ya kibinadamu haitoshi. Ufalme wa Mungu ulihitaji kitu cha zaidi ya kutimiza sheria kwa nje, ulihitaji mabadiliko ya ndani. Katika mkutano wa kwanza, Nikodemo alibaki gizani kimwili na kiroho. Hakuwa bado ameuelewa ujumbe wa Yesu. Kama wengi, alimwona Yesu kama mwalimu aliye kutoka kwa Mungu, lakini hakuona bado kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu. Baada ya muda, kitu kikabadilika ndani yake. Alipojaribu kumtetea Yesu mbele ya Sanhedrin, hata kama kwa njia ya hila, alionyesha kuwa imani yake ilikuwa inaanza kukua. Hakuwa tayari kujitokeza wazi, lakini hakuweza tena kupuuza ukweli. Wakati wa maamuzi ulikuja msalabani. Kwa kushirikiana na Yosefu wa Arimathaya kumzika Yesu, Nikodemo alitoka gizani kabisa. Hakuona tena aibu au woga. Yule mtu aliyeogopa kuonekana na Yesu sasa alijitambulisha naye hadharani hata baada ya kifo chake. Hapo ndipo kuzaliwa upya kwake kukawa halisi, sio tena dini bali imani ya kweli. Kuzaliwa upya ambako Yesu alifundisha hakukuwa wazo la mbali tu, bali uzoefu wa kweli, mabadiliko kutoka ndani hadi nje.
Nikodemo aliingia katika mazungumzo yale akiwa kiongozi wa dini, lakini akaondoka akiwa mtu anayeelewa taratibu neema ya Mungu. Safari yake inaonyesha kwamba kuzaliwa upya si jambo la ghafla kwa kila mtu. Mara nyingine ni mchakato wa kukua ambapo ukweli unafunuliwa hatua kwa hatua hadi mtu anapofanya uamuzi wa mwisho. Nikodemo aliishi kile alichofundishwa, hakuelewa tu kuzaliwa upya, bali alikibeba katika maisha yake. Baada ya kifo na mazishi ya Yesu, Biblia haitaji tena kuhusu Nikodemo. Lakini tendo lake la ujasiri lilikuwa tamko la imani ya umma ambalo haliwezi kufichwa. Alikuwa mwanabaraza wa Sanhedrin, Mfarisayo aliyeheshimika. Kuanzia hapo hangeweza kurudi kwenye maisha yake ya zamani. Mapokeo ya Kikristo yanapendekeza kwamba huenda Nikodemo alikumbana na mateso kwa uamuzi wake. Wengine wanasema alifukuzwa kutoka Sanhedrin na kupoteza cheo chake. Hadithi nyingine zinadai kwamba alibatizwa na Petro na Yohana na akawa mfuasi wa kweli wa Kristo. Ingawa hadithi hizi hazimo kwenye Biblia, zinaonekana kuendana na athari ya uamuzi wake. Kilicho wazi ni kwamba safari yake ni ushuhuda wa nguvu kuhusu mchakato wa mabadiliko yanayotokea mtu anapokutana na Yesu. Alianza kama mtu aliyejifunga kwenye sheria, mwenye mashaka na woga, lakini imani yake ikakua taratibu hadi ikawa wazi. Urithi wake unatufundisha kuwa Mungu anafanya kazi kwa kila mtu kwa namna tofauti. Si kila mtu hubadilika mara moja, wengine hupitia safari ya maswali, vita vya ndani na hatimaye kufanya uamuzi wa imani. Nikodemo anawakilisha wale wanaotafuta, wanaouliza, lakini mwishowe hubadilishwa na ukweli. Aidha, hadithi yake inatufundisha kuhusu ujasiri. Wakati mgumu zaidi, Yesu alipokataliwa na kuuawa, Nikodemo hakutaka kujitenga naye. Wakati wanafunzi wengi walikimbia, yeye alibaki. Tendo hili lilizungumza zaidi ya maneno. Aliamua kumchagua Yesu hata pale ambapo kila kitu kilionekana kimepotea, na uamuzi huo ukabadilisha umilele wake. Leo Nikodemo bado ni mfano wa imani, uvumilivu na mabadiliko. Anatufundisha kwamba haijalishi jinsi tulivyojikita kwenye mapokeo au imani za zamani, bado kuna nafasi ya kuzaliwa upya. Safari ya Nikodemo inatufundisha kwamba kukutana kwa kweli na Yesu hubadilisha kila kitu. Alianza akiwa kiongozi wa dini, mtu aliyelijua neno na kufuata sheria kwa bidii. Lakini alipokutana na Kristo, akatambua kwamba elimu na dini pekee hazitoshi. Ndani yake kulikuwa na kiu ya kitu zaidi, na kiu hiyo ikampeleka kumtafuta Yesu. Mwanzoni alimwendea Yesu kwa tahadhari, usiku, gizani. Lakini nuru ya kweli ikaanza kuangaza moyoni mwake. Yule mtu aliyekuwa akiogopa kuonekana na Yesu, hatimaye akachukua uamuzi wa hadharani kumfuata, hata kama Sanhedrin wangemkataa. Nikodemo anatufundisha kwamba imani ni safari. Wengine kama wanafunzi huacha kila kitu mara moja kumfuata Yesu. Wengine kama yeye hupitia mchakato wa kugundua na kukua kabla ya uamuzi wa mwisho. Cha muhimu si kasi, bali mwelekeo. Na mwelekeo aliochagua Nikodemo ulikuwa Kristo. Tendo lake la mwisho, kumsaidia kumzika Yesu kwa manukato mengi ya kifalme, likawa tangazo la mwisho la upendo na uaminifu wake. Hakuweza tena kuhitaji maneno, matendo yake yalionyesha imani yake ya kweli. Hii ndiyo ujumbe mkubwa wa hadithi yake, kuzaliwa upya si nadharia, bali ni mabadiliko ya kweli. Haijalishi tumejikita vipi kwenye mifumo ya zamani au mapokeo, tukikutana na Yesu tunaitwa kuzaliwa upya, kuacha giza na kuishi katika nuru. Nikodemo alipata nuru hiyo. Na swali kubwa analotuachia ni sisi tutafanya nini na ukweli huo huo? Ikiwa unapenda hadithi za Biblia kama hii ya Nikodemo, na kukaribisha ujisajili kwenye channel yetu usikose video zinazofuata. Penda video hii na ushirikishe rafiki. Mungu akubariki. Shalom.